Katika jitihada za kuendeleza mshikamano na kuimarisha uhusiano mzuri baina ya walimu na wanafunzi waliosoma skuli ya Kiswandui waliandaa iftar ya pamoja. Hafla hii haikuwa tu kushiriki futari, bali pia ililenga kukuza upendo, mshikamano na kusaidia wale wenye uhitaji, hususan watoto yatima. Kwa kawaida mwezi wa Ramadhani ni kipindi cha ibada, toba na kushiriki na jamii. Iftari ya pamoja inatoa fursa kwa wanafunzi na walimu kuungana katika hali ya mshikamano, huku akijifunza maadili ya kusaidiana na kuwa na moyo wa huruma kwa wenzao. Mwalimu mkuu wa skuli alipoulizwa kuhusu tukio hili, alieleza kwa iftari kama hii inasaidia kuimarisha nidhamu, heshima na upendo baina ya wanafunzi na walimu. Kwa upande huu wa iftari, ndio ameamua kidogo kuweza kukumbukana na walimu wao. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo pia ni asbabu miongoni mwa sababu za kuweza kuwakutanisha, sababu kila mmoja anakuwa kwenye harakati za maisha. Kwa hiyo lengo kubwa la mkusanyiko huu wa leo ni kukuza ule umoja na mshikamano, kukumbukana na kusahau ile kufarikiana, kwa sababu watu wasingekutana hapa ni kukutana kwa watu bahatika, wakutana njiani na wasobahatika tena. Ndio hivyo harakati za maisha ile wa shughuli la yaqtati wa anhu abada, shughuli zisizo katika milele. Watu wana shughuli nyingi sana za maisha. Kwa hiyo sisi tunafurahia walimu wao na tumewapa nasaha na ushauri ndani yake kwamba wazidi kuendeleza, kwani ni jambo ambalo linakuza mashirikiano, ni jambo ambalo linaongeza mapenzi na mambo mengine kadhaa. Akizungumza kwa niaba ya wanafunzi wenzake, Samir Sudi alieleza malengo mahsusi ya iftari hiyo. Lengo mahsusi katika iftari hii ni malengo mawili. Lengo la kwanza ni kukutanisha wanafunzi wote tuliosoma pamoja na walimu wetu, iwe ni kama shukrani kwao. Kwa kweli wametulea katika kipindi ambacho mtoto anapata muda mwingi wa shule katika kipindi cha primary. Walimu hao wanashughulika katika kazi zetu, kwa hiyo ni rahisi kubadilisha, ni rahisi kufunza kwa yale ambayo wanahitaji kurekebisha. Lakini la pili, lengo ni kuftari au kutoa sadaka kwa mayatima. Alhamdulillah, tumeftari na mayatima. Alhamdulillah, tunashukuru kwa kwa salama, na tunamuomba Allah atutakabalie neema yetu hii, na tunamuomba Allah atutakabalie somo zetu pamoja na wazee wetu, na vile vile na wazee wetu waliotangulia, ndugu zetu waliotangulia, walimu wetu waliotangulia. Hiyo ndio malengo makuu ambayo tunaweza kuona. Lakini la pili, kuleta ushirikiano na mapenzi baina yetu. Unajua ni miaka mingi imepita, watu tuko tunaona njiani, watu tuko, kwa hiyo tumejiweka pamoja ili kushirikiana. Sisi kama Waislamu tumejikusanya kwa lengo la kushirikiana katika mambo mengi. Kwa hiyo hayo ndio malengo. Katika tukio hilo pia kulikuwa na wageni maalumu kama watoto yatima walikuwa sehemu ya hafla hiyo. Hii ilikuwa jambo la kipekee kwao, kwani waliweza kufurahia upendo na ukarimu kutoka kwa walimu na wanafunzi wenzao. Nashauri wale ambao hawasamini watoto yatima kuwa washauri watoto yatima na wasiwatenge watoto yatima, kwa sababu watoto yatima ni kila kitu. Iftari hii ya pamoja ilionyesha jinsi mshikamano wa kijamii unavyoweza kuimarishwa kupitia matendo mema. Kwa kushirikiana kwa chakula, wanafunzi walijifunza umuhimu wa upendo, heshima na kusaidia wale walio na uhitaji. Haikuwa tu iftari ya kawaida, bali somo la maisha kwa wanafunzi waliosoma skuli ya Kiswandui. Hakika tukio hilo linapaswa kwa mfano kwa wengine. Katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ali Haji Abdallah, ASAM Online TV.